Nachunguza tukio la kushambuliwa kwa Padri Charles Kitima, katibu wa Baraza la Maaskofu Tanzania TEC, ambaye alijeruhiwa kichwani usiku kwa mkia leo katika eneo la Kurasini. Kwa mujibu wa taarifa ya kamanda wa polisi, tukio hilo lilitokea majira ya saa 4:15 usiku. Padri Kitima alikuwa ametoka kuhudhuria kikao cha viongozi wa dini. Baada ya kikao hicho, aliendelea kubaki katika kantini ya baraza kwa ajili ya kupata kinywaji, ambapo baadaye alielekea maliwatoni na ndipo alipovamiwa na kushambuliwa na watu wawili waliotumia kifaa butu. Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC limesikitishwa sana na kulaani tukio hilo. Aidha, limetoa wito kwa jeshi la polisi na vyombo vingine vya usalama kuchukua hatua za haraka kuwakamata na kuwachukulia hatua za kisheria waliohusika katika uhalifu huo. Padri Kitima alipelekwa katika hospitali ya Aga Khan kwa ajili ya matibabu. Awali mwandishi wa BBC Regina Mziwanda amezungumza na Padri Chesko Msaga, ambaye ni naibu katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, na kutueleza hali ya sasa ya Kitima. Asubuhi nilikwenda kumuona hospitali alipo. Nikakuta amefungwa bandage kichwa chote, lakini anaongea. Tunamshukuru Mungu, anaongea, ananifahamu na tukasali kwa pamoja. Tukamshukuru Mungu kwamba amemuepusha na hatari ambayo ilikuwa ni kubwa zaidi. Kwa hiyo mimi ningeomba tuombea yeye apone haraka, aendelee na majukumu alionayo ndani ya kanisa, lakini vile vile tuombe nchi yetu amani. Hii si dalili nzuri na haina afya hata kidogo kwa nchi yetu ambayo daima tumekuwa watu tunaishi kwa umoja, upendo na mshikamano. Kufikia sasa jeshi la polisi linamshikilia mtu mmoja, Rauli Mahabi maarufu kama Haraja, mkazi wa Kurasini, kwa ajili ya mahojiano kuhusiana na tukio hilo, huku uchunguzi wa kina ukiendelea. Chama cha mawakili cha Tanganyika kimekashifu uvamizi huo na kutaka uchunguzi ukamilishwe haraka iwezekanavyo. Mimi sitaki kuliangalia kwa Dr. Kitima, naliangalia kwa namna ilivyotokea kwa Mzee Kibao. Tujiulize, Mzee Kibao nini kimetokea, na je, nini tumeambiwa mpaka leo? Hakuna. Tujiulize, Soka na wenzake, vijana watoto wadogo kabisa, wale waliokuwa wakijitafuta tu kwenye mambo ya kisiasa, wakipenda kufanya siasa kwa ajili ya taifa lao, wamepotea. Tuko kimya. Nini tumeambiwa? Nini kimejiri? Watu waliowapigia simu kwa mara ya mwisho wanajulikana, lakini hakuna hatua yoyote iliyochukuliwa. Swala la Padri Kitima mpaka leo, kuna mtu unaona tweet zake ziko wazi ambazo zimetisha usalama wake, lakini kwa sababu zimetisha usalama wa Kitima, hakuna mtu alionekana kuchukua uzito wala polisi kuona kwamba wana jukumu fulani kuhakikisha kulinda usalama wa mtu. Chama tawala nchini Tanzania CCM kimepokea taarifa za uvamizi wa Padri Kitima kwa masikitiko makubwa, na kimetoa wito kwa vyombo vya usalama nchini humo kufanya uchunguzi wa kina na wa haraka ili kuwabaini na kuwachukulia hatua kali wahusika wa tukio hilo. Sasa kuelewa zaidi swala hili, naungana na mwandishi wa BBC Sami Awami akiwa Dar es Salaam, Tanzania. Sami, karibu sana. Tukio la kushambuliwa kwa Padri Kitima limeibua hofu na maswali mengi. Wewe kama mwandishi unalitazama tukio hili vipi katika muktadha wa uhuru wa maoni na nafasi ya viongozi wa dini katika jamii? Nadhani kuna mambo mawili makubwa hapo. Kwanza, namna ambavyo tukio limetokea, lakini pia kwa mtu ambaye tukio hilo limetokea. Kwa wale wanaofahamu makazi pale na makao makuu ya Baraza la Maaskofu Tanzania, watafahamu kwamba si mahali ambapo pawazi tu, ni mahali ambapo pako pembeni kidogo, kuna ulinzi, kuna geti, kuna askari pale wanalinda. Hata ukiingia mule ndani unaona ni mahali ambapo kama pamejitenga fulani. Unapokuwa na watu ambao wanakuwa na ujasiri wa kutoka walikotoka kuingia paka mule ndani kwa nia ya kumdhuru mtu kama Padri Kitima, si swala ambalo mtu alipotea njia tu, kwa maana kwamba akaenda labda katika kilabu akamkuta mtu yoyote akampiga tu kumfanyia kitu anachokifanya. Unaona kabisa kwamba kuna mpango ambao upo na watu ambao wana ujasiri mkubwa, aidha ya kwamba hawawezi kufanya chochote au hata kikitokea chochote basi kuna namna fulani ya usalama. Sasa unapoona kwamba tukio kama hili limetokea katika mazingira kama hayo kwa mtu kama Padri Kitima, inakupa maswali mengi. Vipi kwa mtu mwingine yeyote ambaye hayupo katika mazingira kama yale?
Lakini Father Kitima mwenyewe ukimwangalia, mimi nimemfahamu kwa tangu mwaka 2008, sio miaka mingi sana, wakati nasoma chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino pale. Ni mtu ambaye sio tu kwamba anazungumza kukemea pale ambapo anapewa maiki kuzungumza kitu kwa maana tu kwamba aonekane au akashifu upande mmoja. Ni mtu ambaye anasisitiza haki. Akitukuta kama wanafunzi atakuuliza unasoma nini, kama ni uandishi wa habari, kama ni sheria, atasisitiza, atatafuta namna ya kukukumbusha wajibu wako kama mwananchi, kama mwanataaluma kwa ajili ya kujenga taifa la haki na amani. Ni mtu ambaye juzi tu ametoka kuwaita viongozi wa Chadema na CCM madhabahuni kuelezea umuhimu wa amani na mkusanyiko. Anaposhambuliwa mtu kama huyu, sisi wengine kwa kweli inatia wasiwasi na inaogopesha kweli. Naam. Sasa kuna wanaoamini kwamba tukio hili lilikuwa ujumbe kwa kanisa kwa pengine lipunguze sauti. Unayonaje madai haya, Sami? Kabisa, nakubaliana kabisa, kwa sababu kanisa Katoliki juzi tu wakati wa Pasaka limetoa ujumbe huo, na ni kitu ambacho limekuwa likifanya miaka yote, na limeweka wazi kabisa kwamba msimamo wao ni kwa sababu ya kutaka haki na amani tawale mjini au nchini. Kwa hivyo wanapotokea watu wa kuwashambulia mtu kama Father Kitima ambaye juzi tu pia ametoka kuzungumza na vyombo vya habari kuhusiana na vitu kama hivyo, ujumbe rahisi pale ni kwamba wanataka kunyamazisha mtu mmoja mmoja, lakini taasisi kwa ujumla. Naam, sasa baada ya tukio hili unadhani kutakuwa na mabadiliko ya jinsi viongozi wa dini watakavyokuwa wanatoa maoni yao kuhusu masuala ya kitaifa, Sami? Kwa kifupi tu. Bila shaka kuna taasisi na watu ambao watakuwa wametishwa na hili, lakini ukiliangalia kanisa Katoliki sio hapa Tanzania tu, tunaona jinsi ambavyo limekuwa mstari wa mbele katika nchi zingine, Kenya, Kongo, mahali pengine. Hata marehemu Papa Francis mwenyewe, mtu ambaye ametembelea kabisa hata Sudani ya Kusini, ametembelea Kongo kuwaasa viongozi waachane na vita, waingie katika mazungumzo, walete amani nchini kwao. Ni kanisa ambalo lina historia ya kupigania na kusisitiza haki. Sidhani kama wataacha. Nitumie nafasi hii kuungana na Watanzania kutoa pole za dhati kwa Katibu Mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC, ndugu yetu Padri Dr. Charles Kitima, familia yake, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania na watu wengine ambao wanakumbwa na matukio ya kihalifu. Kwa niaba yangu binafsi, kwa niaba ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi na vyombo vyake vya usalama, tunalaani vikali shambulio hilo la kinyama dhidi ya kiongozi wa dini, kwani tunatambua na kuthamini mchango mkubwa wa viongozi wa dini katika kudumisha amani, mshikamano wa kijamii na maadili ya taifa letu. Tunamwombea Padri Dr. Charles Kitima uponaji wa haraka na urejeaji salama katika majukumu yake muhimu kwa taifa letu. Kama wote tunavyofahamu, wizara yetu ndiyo yenye jukumu la kusimamia usalama wa raia na mali zao, na kazi hii hufanywa na vyombo vya usalama ili kuhakikisha nchi yetu inaendelea kuwa katika hali ya amani, utulivu na usalama. Nichukue nafasi hii kukemea vitendo vyote ambavyo vinaonyesha ishara yoyote ile ya kutaka kuingiza taifa letu katika vurugu. Hili kamwe halikubaliki, halivumiliki, na tutachukua hatua kali sana za kisheria. Kumekuwepo na waraka feki leo mchana uliosambazwa kwenye mitandao ya kijamii ukidaiwa ni waraka wa Baraza la Maaskofu Tanzania. Baraza la Maaskofu Tanzania kupitia taarifa yake kwa umma imekanusha kuwa waraka huo haukutolewa na TEC na kuwataka wananchi, waumini na watu wote wenye mapenzi mema kupuuza kabisa waraka huo. Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi inakemea vikali na kulaani tukio hili lililofanywa na watu waovu na wenye nia ovu ya kuchonganisha kanisa na serikali.
Wizara kupitia vyombo vyake vya usalama itafanya uchunguzi wa haraka ili kuwabaini wahalifu walioandaa taarifa hii, kwa kuwa huu ni uchochezi na uhalifu kama ulivyo uhalifu mwingine, na pia ni kutumia mitandao ya kijamii vibaya. Ninakemea vikali vitendo vyote vya kuharibu taswira njema ya nchi yetu kwa kufanya vitendo vya kudhuru watu na kuchapisha taarifa zinazochonganisha madhehebu ya dini hapa nchini. Naliagiza jeshi la polisi kumtafuta kwa haraka yule mtu aliyetweet kwenye mitandao ya kijamii kwamba siku za Kitima zinahesabika. Mtu huyu atafutwe haraka, ahojiwe ametumwa na nani, na hatua kali za kisheria zichukuliwe dhidi yake haraka iwezekanavyo, kwa kuwa watu wote watakaobainika kuhusika katika tukio hili wataingia kwenye mikono ya sheria.